zote, jamii zote za Kenya, wananchi wote wa Kenya wako katika Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Hakuna jamii imealikwa, hakuna jamii iko hapa matembezi. Sisi wote tuko Kenya hii kwa sababu Mungu amepanga tuwe hapa. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, mimi nasema nitaunganisha jamii zote za Kenya, watu wote wa Kenya. Nitafanya kazi na viongozi wote wa Kenya, tuwatumikie wananchi wote wa Kenya bila ya ubaguzi, bila ya chuki, bila ya migawanyiko, bila ya ukabila, kwa sababu Kenya hii ni yetu sisi zote. Na mimi nawaambia hivi, kama rais wa nchi ya Kenya, serikali hii inatosha jamii zote za Kenya, inatosha sehemu zote za Kenya, itatoshelea wananchi wote wa Kenya. Sio lazima jamii moja iondoke ndio ingine ingie kwa serikali. Sio lazima watu wengine watoke ndio wengine waingie ndani ya serikali. Sisi wote tunatoshea hapo ndani. Na kwa sababu serikali hii ni ya Kenya, ni ya Wakenya wote. Na mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Mnajua nimekubaliana hata na Prime Minister Raila Amolo Odinga ya kwamba sisi wote hatutaki tena siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya migawanyiko ama ubaguzi. Tuungane sisi wote kama ndugu moja wa taifa moja. Watu wa Embakasi, mnakubali tuungane jameni ama mnasema tutengane? Tuungane pamoja sisi wote. Hebu nione wale wanasema tuungane jameni, tutembee pamoja. Mimi nawahakikishia hakuna jamii itafungiwa nje, hakuna wananchi watawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba sisi wote, kwa sababu Kenya hii tukipangia vizuri inatosha wananchi wote. Tupange ajira, tuhakikishe vijana wanapata kazi. Tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Na nimesema hata mpango ya afya tutaondoa ubaguzi. Ile ya NHIF ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na uwezo. Nimesema hii ya SHA, kila mwananchi asajiliwe. Mama, watoto wake na mzee wasajiliwe, kwa sababu tuko na bima sasa ambayo itashughulikia Wakenya wote bila ya kujali kama uko na kazi ama hauna kazi, bila ya kujali kama uko na uwezo ama huna uwezo. Wenye wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wenye hawana uwezo sisi tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima. Mkenya asiuze mali yake tena ama asiuze shamba yake tena ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tuko pamoja jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Lakini sasa mimi nataka niwaulize. Simulinipatia kazi nifanye? Simulisema nisomeshe watoto? Si nimepanga mambo ya madarasa? Si nimepanga mambo ya walimu? Simulisema nipange ajira ya hawa vijana? Si nimepanga affordable housing? Si nimepanga climate works? Simulisema nipange mambo ya afya? Si mimi naendelea na kupanga mambo ya SHA? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtaamua kule mbele? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Kila mtu na kulingana na kazi yake? Ama mnasema namna gani? Si namna hiyo? Sasa mimi nawauliza, lakini hata nyinyi si mnanitesa na majina mingi? Si mtaniua jameni, mtanimaliza na majina. Sasa mimi nataka tukubaliane. Watu wa Embakasi, mimi nataka tukubaliane. Si ndio? Nimekubali mniongezee majina mpaka ifike 10. Itoshane na miaka 10. Ama mnasema namna gani? Sasa majina ndio ile, mpaka hata jana naona mmeniongezea ingine ati El Chapo. Sasa hii mnasema mnataka tufanye namna gani? Bado mko na ingine ya kuongeza tena kesho? Mtanipangia ingine? Salala. Sasa majina imenizidi bwana. Mara ilikuwa Hustler, wengine wakaniita Survivor, mukasongesha Zakayo, ndio hiyo mmefika Kasongo.
Ndio hiyo mmefikisha sijui ya chapo.